kwa sasa linaitwa, nitafuta neno la Kiswahili, baridi yabisi. Inaitwa arthritis. Miongoni mwa sababu za kusababisha baridi yabisi, yani arthritis, ni uric acid. Na uric acid inazalishwa na mwili. Yani mwanadamu huwezi kula uric acid, ila end product ya kitu ulichokula, matokeo ya mwisho baada ya mchakato mrefu kufanyika ndani ya mwili, mwanadamu hupelekea kupata kitu kinachoitwa uric acid. Na mtu akipata uric acid anaanza kushambuliwa joint kubwa. Mara nyingi huanza na joint za vidole vikubwa, alafu kisha huja joints za magoti. Alafu baadaye mgonjwa wa mwanadamu mwenye uric acid level ya juu ni rahisi sana. Yani kuna uthibitisho wa kisayansi watoka mwaka 1950 ambapo tafiti za kwanza zilifanyika kutokea kwa panya, na mpaka ilipofika miaka 2000 na kitu, hapo ndio tafiti zikahamia kwa mwanadamu. Alafu na wanasayansi wahuni wakaanza kuruhusu vitu fulani vitumike ili tafiti ziweze kukamilika. Sasa ilipofika miaka hiyo ya 2000 na kuna tafiti zikathibitisha kwamba uric acid inachochea kwa kiasi kikubwa sana wanadamu kupata ugonjwa wa kisukari. Habari zenu? Tuko sawa? Sasa swali la msingi kama mtu yote lazima ujiulize, uric acid inatoka wapi? Sasa ndio unakuta kuna sources za vyakula ambavyo ukila kutoka kwa mimea vinavyokupatia uric acid. Kuna sources za vyakula unavyokula kutoka kwa wanyama zinazokupatia uric acid. Na kuna vyakula vingine ambao vinachanganywa katika vinywaji. Yani kuna kemikali nyingine zinazochanganywa au ni kimiminika kingine kinachochanganywa katika vinywaji ambacho kikitumika husababisha mwanadamu akapata uric acid. Sasa miongoni mwa vitu vingi, nafaka ikikaa muda mrefu sana, iliyokauka muda mrefu, inapelekea uric acid. Sio kiwango kikubwa sana. Ila wale wanaotumia nyama, unajua end product ya nyama lazima ikupatie kivunjika mwisho kabisa unakuja kupata product ambavyo na uric acid ipo. Ile process inafanyika kwenye ini ili ifanye ile deamination of protein, everything take place pale na nini mechanism mengi achana nayo, lakini end product unapata uric acid ambayo kwa sehemu kwa baadhi ya wanadamu huwa inawaletea changamoto. Lakini kipo kitu kikubwa ambacho wanadamu hukitumia sana kuliko hata nyama. Inaitwa corn syrup. Corn syrup, fructose syrup. Yani ni kimiminika fulani kitamu kinachotengenezwa kwa mahindi. Kule Marekani wanatumia mahindi yale ya njano. Yale mahindi yana extract, wanapata kemikali fulani tamu sana. Inaitwa corn. Au nyingine inaitwa fructose. Yani sukari ya matunda inaitwa fructose. Mmeng'enyo wa fructose kwenye mwili na mmeng'enyo wa glucose ni tofauti. Hiyo natakiwa uelewe vizuri tu. Kwamba ukila ugali na mtu akala matunda, mwili unavyoenda kumeng'enya ni njia mbili tofauti. Ingawa zote ni glucose. Ingawa zote ni carbohydrate. Ambapo moja ni glucose na moja ni fructose. Sasa fructose huwa ni sukari tamu sana. Sasa miongoni mwa kimiminika cha fructose huwa kipo ambacho kinachanganywa kwenye vinywaji. Mfano, kinywaji kama Coca-Cola kina fructose syrup. Na vinywaji vingine. Na kuna baadhi ya jamii ya pombe imewekewa hiyo fructose syrup kwa sababu ni tamu sana kuliko sukari. Sasa mwanadamu akitumia ile fructose syrup, anapokuwa akitumia ile fructose syrup katika ini la binadamu, ini la mwanadamu lina uwezo wa kuivunja ile fructose likaibadilisha katika complex mechanism mpaka end product yake mwanadamu anapata uric acid. Habari zenu? Tunaelewana vizuri? Sasa ile uric acid ikiwa nyingi kwa mwanamke ikizidi hata 1%, yani ikizidi kwa kiwango cha miligramu 1. Maana kiwango cha mwanamke ukienda kupima hospitali inatakiwa chini ya 6 mg per deciliter. Alafu mwanaume ni 7 mg per deciliter.
Kwa mwanamke ikiwa 7 imezidi kwa 1, una asilimia 20 uwezekano wa kupata kisukari. Alafu kwa mwanaume ikizidi 1 na yenyewe una asilimia 20 ya kuweza kupata kisukari. Na malalamiko makubwa sana ya watu wengi wanalalamika joints zinauma. Alafu baadaye anakuambia nasikia kwenye mguu, nasikia ganzi, ambazo ndio dalili za mwanzoni za ugonjwa wa sukari, kwamba sukari inakukaribia, inakwambia hodi, karibu na kuja hivi. Kwa ndio uweze kurekebisha. Sasa mengine tukutane wiki lijalo. Habari zenu. Sio leo. Soma madude yenyewe ya Kiingereza haya. Tutaweka kwa Kiswahili, alafu ndio itakuwa wiki lijalo. Somo la afya Jumamosi mchana. Amina. Hivyo ndo idara yetu ya afya ilivyosema. Sasa leo tutaenda kujifunza kitu fulani katika unabii wa Biblia. Ninapenda unabii wa Biblia. Yesu akiwa na wanafunzi wake aliwahi kuambia habari za kifo chake. Na sehemu nyingi Biblia inasema akanena hayo kwa habari ya kifo chake. Lakini wanafunzi wake hawakuamini kama Yesu anaweza akafa. Kwa sababu kuna incidents nyingi ambazo Yesu ingetegemewa kwamba angekamatwa au akauawa, ila Yesu alichoropoka akaondoka zake, au hiyo incident ikaishia hapo. Kwa wanafunzi wake wakaamini, wakapoteza ule uelewa wa kawaida, wakapoteza hiyo imani. Na hilo tukio la wao kupoteza imani kwamba Yesu atakufa linatufundisha jambo fulani kwenye maisha. Kitabu cha Pambano Kuu, kurasa 598, paragraph ya 1. Roho nabii inasema kabla ya kusulubiwa kwake Mwokozi, alieleza kwa wanafunzi wake kwamba alipaswa kuuawa na kufufuka tena kutoka kaburini. Na malaika walikuwepo ili kusisitiza maneno yake kwenye akili na mioyo. Tupo hapa. Kwamba Yesu anawaambia nitakufa mimi. Alafu malaika yupo anasisitiza kwenye akili na mioyo. Lakini wanafunzi walikuwa wanatazamia ukombozi wa muda kutoka katika nira ya Warumi, maana taifa la Waisraeli lilikuwa liko chini ya milki ya Rumi, na hawakuweza kustahimili wazo kwamba yeye ambaye matumaini yao yote yalikuwa ndani yake angepatwa na kifo cha aibu. Maneno ambayo walihitaji kukumbuka yaliondolewa katika akili zao, na wakati wa kujaribiwa ulipofika iliwakuta hawajajitayarisha. Kama jinsi ambavyo sisi tupo na Yesu anasema atakuja, na malaika siku zote husisitiza kwenye akili yetu na mioyo kwamba Yesu atakuja, lakini ipo siku itatukuta hatujajitayarisha. Kifo cha Yesu kiliharibu kabisa matumaini yao, kana kwamba hakuwa amewaonya. Alafu kwa hiyo katika unabii wakati ujao unafunguliwa mbele yetu kwa uwazi, kama ilivyofunguliwa kwa wanafunzi maneno ya Kristo. Matukio yanayohusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema na kazi ya kujitayarisha kwa wakati wa taabu yanawasilishwa kwa uwazi. Lakini umati wa watu kama huu hawana ufahamu zaidi ya ukweli hizi muhimu kuliko kama hazingali funuliwa kamwe. Yaani mbingu ikitutazama kwa knowledge ambayo Mungu ametupatia katika Biblia na roho ya unabii, alafu na knowledge tuliyokuwa nayo sisi kichwani, mbingu inaona ni kama hizo kweli hazijafunguliwa kamwe, yaani hatujui chochote. Lakini unabii wa Biblia upo kwa ajili ya kutuonyesha hayo mambo kwamba yapo na yatatukia. Shetani hutazama hili na kunyakua kila mawazo ambayo yangewafanya kuwa wenye hekima hata kupata wokovu, na wakati wa taabu utawapata wakiwa hawajajiandaa. Nitachukulia mfano, niwape mfano. Juzi hapo, unajua hapa Tanzania kiliwaka. Yaani hiki kizazi kikaona kuwaka kwa mara ya kwanza. Kile kizazi cha zamani kinaweza kikawa cha kina Mama Mnubi, kinaweza kina experience ile ya vita vya Kagera, mambo yalivyokuwa. Lakini hiki kizazi hiki Gen Z kikaona kwa mara ya kwanza mambo yalivyokuwa. Ilikuwa tu kama kufumba na kufumbua, pap hakuna kutoka nje. Pap nyanya ile inauzwa kilo 2000 ikauzwa 1015, pap. Na ulikuwa ukienda pale Kisutu unaweza kuzikuta hamna.
maziwa yalikuwa ni 1500, kale kapakti kaliuzwa 5000. Na Wahindi wapo tu pale wanatembea wanauliza yapo hayapo. Yaani hela sio shida, ila bidhaa ndio shida. Bidhaa hamna. Mkate wa 1000 uliuzwa 7000 pale. Nyama ilipanda, Mike anasema 20,000. Kule kwetu nyama ilikuwa hamna, mabucha yote yamefunga, hawajafungua. Saladi ya viazi ilienda 20,000. Hayo mambo yakitukia sasa. Pap pap. Wengi tutakuwa hatujafanyaje? Hatujajiandaa. Hata ukiwa kuna fursa ya kutoka mjini, haya unaenda wapi? Hatujajiandaa. Leo aka structure na karudia sana, lakini kwa leo tunaruka mpaka hapa. Ufunuo 17 fungu la kwanza hadi la 18. Sasa leo ninatamani Mike au rafiki mmoja yeye ana Biblia na Mike, kwa sababu Biblia itafunguliwa sana leo. Tuelewe yafuatayo. Naomba nianze kutoa muhtasari. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kinatuelezea ishara iliyoonekana mbinguni. Joka lenye vichwa 7 na pembe 10 lilimshambulia mwanamke, ambaye huyu mwanamke alikuwa na mimba, amevikwa jua, mwezi mguuni, na taji ya nyota 12 ilikuwa kichwani. Ufunuo 13 ni mnyama wa ajabu, ambaye ni mnyama anayeonekana, muonekano wake ulikuwa wa chui, miguu ya dubu, na kinywa chake kilikuwa cha simba. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10. Alafu Biblia inasema nikaona kimoja cha vichwa hivyo kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Ufunuo sura ya 17 inatuelezea habari ya mwanamke aliyekaa juu ya mnyama mwekundu sana. Mwekundu sana. Alafu huyo mnyama ana vichwa 7, ana pembe 10. Alafu huyo mnyama mwenye vichwa 7 na pembe 10, huyo mnyama vichwa vile 7 ndio milima 7 anayekalia huyo mwanamke. Tunaelewana hapo vizuri? Hiyo ni Biblia tunachoelezea. Sasa kwa namna rahisi ni kwamba Ufunuo 12 inatuelezea matukio fulani. Ufunuo 13 inatuelezea matukio fulani yatokea mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Alafu mwaka 1798 hapa juu nimeweka bendera mbili. Kuna kuinuka kwa Marekani inapokaribia mwaka 1798. Alafu kuna kwa taifa kingine, kuna hii bendera nyingine wengi hawawezi kujua, ni bendera ya Ufaransa. Alafu katikati ya hii bendera kuna Mungu wa kufikiri, God of Reason, ambaye huyu hapa, huyu mwanamke ambaye ndio ile sanamu inaitwa Statue of Liberty iliyoko Marekani, ile ilitoka Ufaransa, ambaye anajulikana kama Mungu wa kufikiri, aliyehamishwa, aliyepewa zawadi kutoka Ufaransa akapelekwa zawadi Marekani. God of Reason nimeweka pale. Kutokea mwaka 1778 mpaka lini sijui, na hakuna mwanadamu anayejua. Kutakuwa kuna uhuru kitambo wa kidini. Nchi ni sawa na kile kitu ambacho nchi kameza yale mafuriko. Ni sawa na ile wakati ambapo mnyama amepata pigo la mauti, kwamba kuna uhuru wa kidini kidogo. Sijui ni lini, lakini itatukia tena. Huyo mnyama wa Ufunuo 13 wa pili, ambaye ananena kama joka, huyo mnyama tena atapelekea jeraha la mauti kupona, na uhuru huu wa kitambo ukapotea. Hayo maneno tumechanganyikiwa naelewa. Tuanze kusoma yafuatayo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la kwanza, yani kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kinatuelezea hatua fulani ya Rumi ikitawala dunia. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kinatuelezea hatua nyingine ya Rumi akitawala dunia. Kitabu cha Ufunuo sura ya 17 kinatuelezea hatua nyingine ya Rumi akitawala dunia. Kwa seki ya darasa ngoja nielezee hivi. Rumi ameitawala dunia na ataitawala dunia, na inatawala dunia kwa hatua kuu 4. Kwa hatua hizi 4. Hatua ya kwanza ni Daniel 7 fungu la 7. Na yule mnyama wa 4 ni mnyama tu. Hiyo iliitwa Rumi ya kipagani.
Ilitawala dunia toka mwaka 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka 476 baada ya Kristo. Hiyo ilijulikana Rumi ya kipagani. Ilipofika mwaka 476, Daniel akaona kitu cha pili. Yule mnyama alikuwa na pembe 10. Ndipo zile pembe 10 zikaonekana, ambapo ufalme wa Rumi ukagawanyika, zikapatikana falme ndogo ndogo 10. Kulingana na mwahistoria anaitwa Gibbon, ndio anasema pembe hizo ni zile nchi za Ulaya chache na moja iliyokuwa inapatikana Afrika. Ndio zile pembe 10. Ambapo ikainuka, hiyo ndio hatua ya ngapi? Ya pili. Rumi iliyogawanyika ilitawala dunia toka mwaka 476 baada ya Kristo mpaka mwaka 538 baada ya Kristo. Ilipofika mwaka 538 baada ya Kristo, Daniel katika Daniel sura ya 7 akaona pembe ndogo ikitoka. Ile pembe ndogo ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilichonena makuu. Hiyo ni Rumi ya kidini. Ikatawala dunia toka mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Daniel akaishia kuona hapo. Yohana akaja akatuongezea kitu. Yohana 13 ndipo anasema, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Rumi, papa akachukuliwa kwenda utumwani mwaka 1798. Rumi ikapoteza uwezo wa kuongoza serikali kwa nje. Ikapoteza uwezo wa kuongoza serikali kwa nje. Kwa Rumi hatua yake hiyo ilikuwa hatua ya ngapi? Ya 3. Hatua ya 4 ni ya mwisho. Rumi itarudi tena kupata mamlaka iliyoyapoteza. Tunaelewana vizuri? Hiyo mamlaka ndio Rumi ya kidini kurudi. Ndipo historia ya ulimwengu huu inafungwa. Ndio Wasabato wengi watu nasema Sunday law, yani amri ya Jumapili, ni kwamba Rumi amepata tena kupata nguvu ya kuongoza dini na serikali na kulazimisha serikali kuwatesa watu kwa sababu hawakubaliani na kutimizwa matakwa yake aliyokuwa anayataka. Mpaka hapo tuko pamoja. Jambo la pili, zingatia mambo mawili. Jambo la pili, Rumi ya kipapa itaongoza na inaongoza dunia katika hatua hizi 3. Moja ni pembe ndogo mwaka 538 mpaka mwaka 1798, ikatiwa jeraha la mauti. Baada ya jeraha la mauti, Rumi akaingia kwenye fezi ya pili ya kuongoza dunia. Ataongoza dunia ila sio katika uwepo wake hivi, ni underground. Kitabu kinaitwa kuna kitabu kinaitwa cha Kiswahili, sasa najaribu kukumbuka cha Kiswahili. Kimefasiriwa pale Morogoro, alifasiri Mwarumbili, kikachapishwa sana. Dhiki kuu inakuja lakini kuna tumaini. Kuna maneno yamekopiwa kutoka kwenye Review and Herald. Yanasema Rumi baada ya kupoteza nguvu yake mwaka 1798 aliendelea kufanya kazi gizani. Nani aliyekuwa anafanya kazi gizani? Mwaka 1798 ukisoma kitabu cha Mapambano Kuu vizuri, mwanafunzi yote mzuri wa nabii lazima asome kitabu cha Mapambano Kuu mara nyingi zaidi yawezavyo. Ukisoma vizuri kitabu cha Mapambano Kuu, ndio Ellen White anaandika kwamba Jesuits wakaingia kazini. Kwa hiyo mwaka 1798 Jesuits wakaingia kazini, wakawa school masters, ndio wanaoongoza mitaala yote ya elimu wametengeneza wao. Banking system yote wametengeneza wao. Thinking, yani ile inaitwa think tank, magenius wa kufikiria wa hii dunia, think tanks wengi ni Jesuits. Wakaingia hapo wakatengeneza mifumo mingi sana ya kugovern serikali zote za dunia hii, wakashape wao. Rumi akiongoza underground. Alafu hatua ya 3 ni jeraha la mauti linapopona. Habari zenu, mmenielewa vizuri hapa? Sasa hiyo hatua ya pili ya underground ina vitu vingi. Ndio hapo wanakuja Freemasons wanaingia. Ndio hapo inakuja kwa nini ikulu ya Marekani imejengwa makao makuu ya Freemason? Maana mji wa ikulu ya Marekani ulipojengwa ndio makao makuu ya Freemason yalipo. Kwa nini ule mji waliotoa sadaka? Kwa nini rais wa kwanza wa Marekani alikuwa Freemason? George Washington. Alikuwa anafanya ibada za mizimu za siri, ila akionekana msituni akipiga picha anasoma Biblia. Ipo hapo. Kwa nini D. Roosevelt, rais wa Marekani aliyetoa fedha nyingi za kudhamini program ya kutengeneza kirusi kitakachoua dunia, na hicho kirusi kikatimia, si mnakijua?
kikatimia, alitoa hizo hela nyingi sana Franklin D. Roosevelt wakati huo. Kwa nini alitoa hizo? Na yeye alikuwa Freemason. Alafu alikuwa kile chama chake cha siri kile cha kuhakikisha watu wanapungua duniani wasio wengi. Yote hayo underground. Rumi akiwa underground. Kuna tangazo. Wale tuliotangazwa kwenye kibaraza cha uchaguzi, tunaomba tutoke taratibu kwa mwendo wa aste kuelekea pale nje kwenye mti pale. Tumeelewana vizuri? Hivi ni kibaraza. Maana kakijibaraza kalishatengeneza kibaraza. Narudia tena mara ya pili. Wajumbe wa kibaraza cha uchaguzi, tunaomba tujiongee taratibu pale nje. Kwa tunaelewana vizuri Tangazo lisitutoe kwenye reli, tunaenda taratibu. Alafu jambo la tatu la kuzingatia kabla tujaanza kuingia in detail. Ufunuo sura ya 12 inatueleza Rumi kabla ya mwaka 1260. Rumi ya kipagani. Ufunuo sura ya 13 inatueleza Rumi ya miaka 1260. Toka mwaka 538 mpaka mwaka 1798. Ufunuo sura ya 17 inatueleza Rumi hatua yake ya mwisho kabisa. Na hapo ndio nakuwa nimewachanganya watu. Ufunuo 17 fungu la 8. Rafiki soma. Ufunguo 17 fungu la 8. 17 fungu la 8. Soma kwa haraka. Yesu anasema, ndio, yule mnyama uliyemuona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Sasa huyo mnyama uliyemuona alikuwako hayupo, naye yu tayari kupanda kutoka wapi? Kuzimu ni wapi? Ni kushindwa kufanya kitu chochote. Au kaburini. Nikawapa mfano wa ile Warumi 6:30. Yesu alipokufa ilihesabika kama yuko kuzimu kwa sababu hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo mnyama anapanda kutoka kuzimu, anapanda kutoka katika jeraha lake la mauti. Sasa siku hii ya leo tusome mambo machache. Leo tutaangalia kitabu cha Ufunuo 17. Kitabu cha manabii na wafalme kinasema tunapokaribia kufunga historia ya dunia hii, unabii ulioandikwa na Daniel unahitaji umakini wetu maalum. Kama unavyohusiana na muda ambao tunaishi. Nao unapaswa kuunganisha na mafundisho ya kitabu cha mwisho cha maandiko ya Agano Jipya. Kitabu hicho ni kipi? Ufunuo. Shetani amesababisha wengi kuamini kwamba sehemu za maandiko ya unabii wa Daniel na Yohana hayawezi kueleweka. Lakini ahadi ni wazi kwamba baraka maalum itaongozana na kujifunza unabii huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello. Bwana ni mwema. Naomba kutambua uwepo wa watu ambao ni wajumbe wa kibaraza cha uchaguzi. Tutoke mara ya mjumbe wa pili. Kwa hiyo tujiongee taratibu. Kumbuka yafuatayo. Tukumbuke ya kwamba pembe ndogo, kinyume na kile Waprotestanti wengi wanachoamini, pembe ndogo si mtu binafsi, bali ni mfumo wa kidini ulioasi. Tunaelewana vizuri hapa? Kwa ukisema pembe ndogo sio papa, ni mfumo wa upapa. Tuko sawa? Mbona kwa nini nasema hivi? Francis alipoingia madarakani kuna watu walisema ndio papa walianza kwanza kwa Benedict wa 16 wakasema ndio papa wa mwisho. Sasa wengine hapa labda walikuwa wadogo. Akaja Papa Francis, Jesuits, wakasema tena ni Jesuit kabisa. Huyu ndio wa mwisho. Akafa. Sasa hivi yupo kama hayupo hivi, yani yupo kama anaitwa Benedict wa 16. Sio kama Francis. Francis alikuwa mtu wa kuonekana sana.
sana, ila Benedikto wa 16 ni mtata hapa mdomoni. Ana akili za kupangilia maneno yake vizuri, na anafasa philosophy za mwalimu wake Benedict aliyepia hivi inaitwa Benedict. Sorry, nimekosea. Leo wa sasa hivi anafuata akili za Leo aliyepita, ambaye ndio mwanafunzi wake, mwalimu wake pendwa. Kwa ni mfumo, sio mtu, na Biblia inamuelezea huo mfumo kwa namna 7. Namna ya kwanza ni mfalme wa kaskazini, Daniel 11. Namna ya pili ni kahaba, Ufunuo sura ya 17. Namna ya tatu ni mtu wa kuasi, wa Thesalonike wa pili sura ya 2. Namna ya 4 ni pembe ndogo, Daniel 7 na Daniel 8. Namna ya 3 ni chukizo la uharibifu, Mathayo 24. Namna ya 6 ni mnyama, Ufunuo 13 fungu la kwanza hadi la 10. Namna ya 7 ni hii, mpinga Kristo, Yohana wa kwanza sura ya 2. Haya ni majina yote yaliyotumika kwenye Biblia kuwakilisha mfumo huu mmoja wa dini iliyoasi, sio mtu. Hapo tunaelewana vizuri? Tuendelee kidogo. Tuangalie sasa, baada ya hiyo introduction tuingie kidogo tuchopin Ufunuo sura ya 17. Ufunuo 1 fungu la kwanza linasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu aonyeshe watumwa wake mambo ambayo yanabudi kuwapo upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Neno akamuonyesha Kiswahili, Kiingereza cha King James Version ni neno signified, from the word sign, yani kutokana na neno sign. Kwa Kiswahili ni alama. Kwa hiyo inatupatia picha ya kwamba kitabu cha Ufunuo, katika Ufunuo 1 fungu la kwanza, kitabu cha Ufunuo kilionyeshwa yani kiko signified. Mzizi mkuu nyuma ya kitenzi kuonyesha yani signified ni sign, ambayo inawakilisha ishara. Kwa Ufunuo 1 fungu la kwanza inatupa picha kwamba kitabu cha Ufunuo ni kitabu kinachoongelea ni lugha ya ishara au lugha ya picha, lugha ya mfano. Hii ina maana kwamba alama lazima zitambuliwe, yani ziwe decoded, na sifafanuliwe, yani ziwe deciphered, ili kuhakikisha ujumbe wa kitabu umeeleweka vizuri kabisa. Tuko sawa? Kwa tuna kazi kubwa mbili. Tuna kazi ya kudecode. Nadhani waliosoma kompyuta wanaweza wakaelewa vizuri zaidi kuliko wale ambao tujasoma. Na deciphered. Ufunuo sura ya 17 ni moja ya sura ngumu na zenye changamoto za kiakili katika kitabu cha Ufunuo chote. Na katika kitabu cha Ufunuo sura ya 17 ina alama za waziwazi, yani vivid symbols, na ina namba za siri, yani mysterious numbers, na ina maneno ya ajabu, yani strange expression. Mambo makubwa haya matatu. Jambo la kwanza, vivid symbols. Jambo la pili, mysterious numbers. Jambo la tatu, strange expressions. Ni kama fumbo kubwa, yani jigsaw. Wangapi wanafahamu puzzle? Puzzle. Sasa huku Afrika puzzle ni changamoto. Kuna vitabu vya adventure vinakuwa vya picha. Alafu zile picha unatakiwa unachukua ka portion kamoja, unakapanga, unazipanga mpaka unapata picha fulani ambayo mchoraji alitamani mtoto aweze kujifunza. Hivyo vitabu tumeviona vya adventure. Sasa ile ndio inaitwa puzzle. Kwa kitabu cha Ufunuo sura ya 17 ni kama hiyo puzzle. Yaani ina tu vitu kidogo twingi, lazima uchukue huku na huku, ukiunganisha kwa pamoja pap, ndio unapata picha kamili inayokuwa ikielezewa hapo. Alafu ni kwa ishara ikiwa pande za fumbo. Kabla ya kuweka puzzle pamoja ni lazima kwanza tuchambue kwa makini kila kipande. Alafu ili kuona mahali panapofaa ndani ya puzzle kwa ujumla. Kwa bahati nzuri kwetu sehemu ya kwanza ya maono, yani mstari wa Ufunuo 17 kutoka fungu la kwanza hadi la 8 imefafanuliwa kwa kina sana na malaika mfasiri katika sehemu ya pili mstari wa 9 hadi wa 18.
Tunaelewana vizuri hapa? Kwa Ufunuo 17 fungu la kwanza hadi la 8 ni maono. Ufunuo 17 fungu la 9 hadi la 18 ni maana zake. Tuko sawa? Lakini ndio sehemu pekee iliyo yenye mkanganyiko mkubwa wa akili. Na ili kuthibitisha hili, ili kuelewa lugha za mfano za Ufunuo 17 ni lazima tuwe tuna hekima. Ufunuo 17 fungu la 9. Ufunuo 17:9. Anasema, ndio. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Ishi hapo. Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Alafu anaendelea kusema, anasema vile vichwa 7 ni ishi hapo sasa. Chana hivyo vile vichwa 7. Kwa ili tuweze kuelewa vizuri ni lazima tuitafute hiyo hekima. Na mwanadamu akipungukiwa hekima, Yakobo 1 fungu la 5. Na mwanadamu akipungukiwa hekima anamuomba Mungu, alafu Mungu anampatia hekima. Ni lazima tuombe kwamba Mungu atupe hekima isiyo ya kawaida kutoka juu ili tuweze kuelewa. Tupo sawa? Kwa ukikaa hapo muombe Bwana akupe hekima ili uweze kuelewa. Ufunuo 17:1 fungu la 2. Akaja mmoja wa wale malaika 7. Maswali ya changamoto. Ni malaika yupi kati ya wale 7? Ni wa kwanza? Ni wa pili? Ni wa tatu? Ni wa 4? Ni wa 5? Ni wa 6 au ni wa 7? Sasa mimi sihubiri, mimi nafundisha. Daniel na siku zetu sura ya 5. Nayapenda ile maneno pale juu, kile kitabu cha Robert Winland. Maneno ya washinda wazee, maneno ya washinda wazee wenye hekima. Kwa hiyo wazee wote hawanaga shida na maswali kwa sababu ni wazee, na sifa ya mzee ni kwamba ubongo umeanza kupungua nguvu. Kwa tunakuja kwa vijana. Na waandikia vijana kwa sababu mna nguvu sio za vyuma ila za kumshinda mwovu, na mwovu anashindiwa akilini. Sasa tuanzie hapo. Akaja mmoja wa wale malaika 7. Kwanza wa malaika 7 ni wapi? Turudi Ufunuo sura ya 16 fungu la kwanza. Rafiki somo. Anasema, ndio. Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni, ndio, ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Ufunuo 16 inatuambia hao malaika 7 ni wale malaika ambao walienda kumimina vitasa, ambao ni mapigo yale 7, ambao mmoja kati ya hao malaika alienda kumfafanulia Yohana katika sura ya 17. Ndio maana anasema akaja mmoja wa wale malaika wangapi? 7. Swali, ni malaika wa kwanza? Ni malaika wa pili? Ni malaika wa tatu? Au ni malaika wa 7? Mwalimu, unasinzia? Unatafakari? Mtani, malaika yupi? Elisha gamba. Unajikausha. Jibu ni malaika wa 6. Mwanafunzi mzuri lazima aseme thibitisha. Soma kidogo. Jibu la swali hili sio gumu kupata. Kahaba wa kitabu cha Ufunuo 17 anafafanuliwa kama mwanamke aliyeketi juu ya maji mengi. Ufunuo 17 fungu la kwanza. Na juu ya kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu. Ufunuo 17 fungu la 5. Pia anasema kuwa ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Ufunuo 17 fungu la 18. Hivyo kusema kwamba kahaba na mji ni maneno yanayobadilishana. Mpaka hapo tumeelewa.
Hayo maneno yangu mmeelewa, lakini narudia. Kahaba Ufunuo 17 amefafanuliwa kama mwanamke aliyeketi juu ya maji mengi. Ufunuo 17 fungu la kwanza ile inasema hivyo. Halafu na katika kipaji cha uso wake ana jina la siri, ameandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Halafu pia anasema kuwa huyo mwanamke ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi. Ufunuo 17 fungu la 18. Kwa maneno rahisi ni kwamba mji na mwanamke ni maneno interchangeable, yani na kahaba yanabadilishana. Tusome kidogo Ufunuo 17:18. And the woman which thou sawest is that great city which reigns. Kwa Kiswahili cha Biblia Habari Njema kimefasiri vizuri kuliko Swahili Union Version. Inasema na yule mwanamke uliyemuona ndio ule mji mkuu ulio na mamlaka juu ya wafalme wa dunia. Habari zenu. Naona watu wanatafakari sana. Ngoja niwape dakika 2 za kutafakari. Severin, tuko pamoja rafiki? Sawa. Mike, tuko sawa? Bado ndio tunaendelea kujibu. Swali. Je, mto ulipita katikati ya jiji la kale? Maana yule mwanamke sasa ndio mji. Mto uliopita katikati ya jiji la kale uliitwaje? Jibu ni rahisi tu. Ili kuelewa lazima turudi kwenye jiografia ya eneo la maandiko yale ya kale. Pale Edeni kulikuwa kuna mito mingapi? 4. Mto wa kwanza, mto wa pili Pishon, mto wa tatu Gihon, mto wa 4 hii safu ya mbele na ile behewa ya mbele tumeikata, tunahamia behewa ya kati. Mto wa kwanza, hiyo behewa ya kati hapo. Mwinjilisti, hiyo behewa yako hiyo hapo hiyo. Mto wa kwanza Edeni pale. Edeni ilitoka mito 4. Mto wa kwanza flat. Mto wa pili Mama, umeona vijana wa siku hizi ni wazuri. Mto wa kwanza ni flat. Mto wa pili Kishon, Gihon. Mto wa tatu, mto wa 4 Hedekel, ambapo mto flat ndio huu mkubwa sana. Juu yake kulikuwa kuna mto mdogo unaitwa Tigris. Katika mto Tigris ndio walienda wakajenga Ashuru. Alafu katika mto Ninawi ilijengwa Babel. Na ngome zote hizi alizijenga Nimrod. Kitabu cha Mwanzo. Nimrod akaanzisha ufalme wa Babel. Alipotoka Babel akaenda Ereku akajenga Ninawi, akajenga Ashuru katika mji wa Ninawi. Mwanzo ile sura ya 10 na 11 inatuelezea vizuri. Kwa hiyo mto uliopita ulikuwa ni mto flat, ndio Babel ilipojengwa katika ule mto mkubwa sana, mto flat. Mto uliopita katikati ya jiji la kale la Babel ulikuwa ni mto flat kulingana na uchunguzi za maandiko na jiografia. Yeremia 51:12-13 inatuelezea vizuri. Hii ina maana kwamba lazima tutafute malaika wa kitasa au lile pigo la 6 ambaye anarejelea mto flat. Yaani ni malaika gani katika wale 7 ambaye anarejelea mto flat? Na malaika huyo ni malaika wa kitasa cha 6 au malaika wa muhuri wa 6. Ufunuo 16 fungu la 12. Rafiki, soma 12.
anasema Ndio. na huyo wa 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Ishi hapo. Kwa maneno mengine, malaika anayemimina pigo la 6 juu ya mto Frati katika Ufunuo 16 fungu la 12-16 alirudi kwa Yohana katika sura ya 17 na kufafanua zaidi na kupanua maana ya pigo hilo katika Ufunuo 17. Kwa ufupi ni maneno haya: Ufunuo 17 ni maelekezo na ukuzaji wa Ufunuo 16 fungu la 12 hadi 16. Like inakuwa confused. Tuendelee mbele kidogo. Sasa ndio Biblia inasema hivi: akaja mmoja wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akasema, njoo huku nikuonyeshe hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katia nchi wamelevwa kwa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Kwa malaika yule wa 6 anarudi kwa Yohana na kumwambia hilo jambo tuliloliona katika pigo la 6 ni dogo, njoo nikupe extension form yake jinsi ilivyo. Ndio anaanza kumuonyesha sasa. Mwanamke kahaba ndio mhusika mkuu katika sura ya 17. Anaketi juu ya maji mengi. Anaketi juu ya mnyama wa joka na anaketi juu ya vichwa. Anazini na wafalme wa dunia, huwapa mataifa mvinyo, anamwaga damu ya watakatifu, ana mamlaka juu ya mataifa, na hatimaye anachukiwa na wale wafalme 10 wanaofafanuliwa kuwa juu ya kichwa cha 7 cha mnyama. Yaani hiyo nimefanya Rafiki amechanganyikiwa tena kusikia wafalme 10. Mike njoo. Rafiki njoo. Na Yesu alipenda kunena kwa mifano. Mike atakuwa yule mwanamke kahaba. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo huyu ndio yule mwanamke kahaba. Haya sasa. Ngoja nichukue kiti tuweke hapa. Kaa hapo kama mwanamke kahaba. Yule alivasaidi pale. Karibu kwa George. Wewe, mwanamke kahaba au akaa hivyo? Kaa kama mwanamke kahaba. Anakaa hivyo. Anakaa hivyo, amevaa kimini ili watu waone paja. Mwanamke kahaba. Halafu ana kikombe mkononi. Tunaelewana vizuri eh? Kikombe hiki sasa hiki ni cha plastiki ya chumu cha dhahabu. Halafu hiki kikombe kimejaa machafuko. Kimejaa mvinyo. Halafu mvinyo wakinywa mataifa hawa wananyweshwa. Wanaonywesha huu mvinyo ni mataifa. Sasa nyie ndio watoto ni mataifa, mko wengi mataifa. Halafu wafalme wao wanazini naye. Wafalme wenyewe wanafanyaje? Umeelewa hiyo lugha eh? Kwa hiyo anayekunywa mvinyo ni nani? Halafu wafalme aliye karibu zaidi ni anayekunywa mvinyo au anayezini? Kwa anayezini ndio yuko karibu sana. Tunaelewana vizuri eh? Nikupe tu mfano, dhambi zote hufanyika nje ya mwili, lakini dhambi moja tu inafanyika ndani ya mwili, ni dhambi ya uzinzi. Azinie na mwanamke hana akili kabisa, fanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atavunjiwa heshima na kudharauliwa kabisa. Huyu hapa. Kwa wafalme wa nchi hii wanavunjiwa heshima na kudharauliwa kabisa. Anayewadharau ni nani? Mwanamke. Halafu akimaliza, ili msimsumbue sana,
nyie ni kidogo tu, mnakunywa mvinyo. Sasa huyu mnyama ambaye mwanamke amemkalia, huyu mnyama ana vichwa 7. Ana vichwa vingapi? 7. Alafu ana pembe 10. Alafu huyo mnyama ana pembe 10. Sasa pembe zinawakilisha falme. Pembe zinawakilisha ufalme. Kwa ndio ile wafalme 10. Umeelewa sasa? Rafiki, unaelewa sasa? Sasa tunarudi, mwanafunzi mzuri aliniuliza, kama pembe ni wafalme, je, vichwa ni nini? Habari zenu? Vichwa tutajibu wakati mwingine. Tukijibu vichwa tutaanza kuchanganyikiwa. Tunaenda taratibu. Vichwa ipo. Na vichwa atakayetupa fasiri nzuri ya vichwa sio mimi, ila ni mtu bora kuliko wote kwa wakati huo ambaye mbingu ilimkubali. Anaitwa Andrews. Huyu anatupa majibu ya vichwa inawakilisha nini. Ndio pekee aliyetoa majibu ya vichwa duniani. Ellen White hakuwahi kutoa majibu, ila Andrews alitoa. Sasa tumeelewa hii picha ya taswira ya hii picha ilivyo. Tuko sawa? Lakini huyu mnyama aliyekaa huyu mtu ni mnyama mwekundu sana. Sasa yule mchoraji wa picha ya Kiswahili alimchora huyu mnyama kama chui hivi, lakini sio chui. Lilikuwa ni kama lijoka. Tutasoma hapo mbele baadaye. Rafiki, sasa mnaweza mkarudi kukaa. Sasa hapo ndo tunaenda huko taratibu. Sasa rafiki anasema kama pembe ni mfalme na huyu wa nyuma ni mfalme, hapo inakuwaje? Mdogo tunafika. Tuko sawa? Kumbuka maneno yafuatayo, mji na mwanamke ni maneno interchangeable. Sasa tunaanza kuchanganua kidogo. Tunaanza na mwanamke kahaba. Zingatia yafuatayo. Mwanamke kahaba ndio kitovu kikuu cha habari. Ameketi juu ya, huyu mwanamke ni wa ajabu. Ameketi juu ya maji, ameketi juu ya mnyama mwekundu, na ameketi juu ya vichwa. Swali la msingi tutakuuliza baadaye. Amezini na wafalme wa dunia, amewapa mvinyo, amemwaga damu ya watakatifu, ana mamlaka juu ya nchi, na atachukiwa na wafalme wale 10. Swali: je, ni mfumo upi ambao mwanamke kahaba anauwakilisha? Biblia nzima ina wanawake hawa. Mwanamke wa kwanza safi. Usisema Ufunuo 10 na hapana. Mwanamke wa kwanza ni mwanamke safi, na mwanamke wa pili ni mwanamke chafu, kahaba. Tuko sawa? Mfano huo unaelezewa kwa namna nyingi kwenye Biblia. Mfano, kulikuwa kuna wanawali 10. Wale ni wanawake. Wako wangapi? Lakini wana sifa hizi. Kuna 5 walikuwa wasafi na 5 walikuwa wachafu. Ila wote walikuwa na sifa moja, wanaitwa wanawali. Sasa mwanamke kahaba, katika Agano la Kale mwanamke kahaba alisimama kama alama ya taifa lililoasi. Taifa gani? Katika Agano la Kale, Israeli ilipomwasi Mungu iliitwa mwanamke kahaba. Mfano, kitabu cha Ezekieli 16 fungu la 15 na 16. Ezekieli sura ya 23 anaposema dhambi ya Oholiba na Ohorabia, ile yote ilikuwa inawakilisha taifa la Israeli ambao ni watu waliokuwa ni taifa lililokuwa limeasi. Kitabu cha Mapambano ukurasa 381 anasema kukosa uaminifu kwa kanisa dhidi ya Kristo kwa njia ya kuruhusu imani na mapenzi yake kugeuziwa mbali naye na kuruhusu kuyapenda mambo ya dunia hii kuujaza moyo wake ni sawa na kukivunja kiapo cha ndoa. Dhambi ya Israeli kwa kumwacha Bwana inawakilishwa kwa mfano huo na upendo wa ajabu wa Mungu walioudharau kwa njia ile umeonyeshwa kwa picha hiyo. Na alikuwa pia nikafanya agano nawe, asema Bwana Mungu, ukawa wangu, nawe ulikuwa mzuri mno, ukafanikiwa hata kufikiwa hali ya kifalme. Sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako,
Kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, lakini uliutumainia uzuri wako ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako. Mke wa mtu azinia akaribishaye wageni badala ya mumewe. Hayo ndio mafungu ambao kitabu cha Mwanukuu kinanukuu kikionyesha Israeli lilikuwa taifa zuri la Mungu, lakini lilipoasi likafananishwa na kahaba. Ilikuwa kwa njia ya kujitenga mbali na Bwana na kuungana na washenzi, yani wapagani, ndipo kanisa lile la Kiyahudi liligeuka kuwa nini? Kahaba. Habari zenu. Kwa hata kanisa la Waadventista Sabato ikitokea likaacha maagizo ya Mungu. Sasa naposema kanisa simaanishi mfumo, namaanisha kwamba kanisa kama mzizima likatokea likaacha maagizo ya Mungu anayotaka, Mungu mbinguni analiita ni kahaba. Na yapo makanisa ya Sabato makahaba hawataingia mbinguni. Ipo kauli inasema naliona baadhi ya makanisa ya Sabato yakipita kapa, hakuna aliyeingia mbinguni. Katika Agano Jipya, mwanamke kahaba alisimama kama ya kanisa, alama ya kanisa lililoasi. Yakobo 4 fungu la 4. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia hii ni kuwa adui ya Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hii hujifanya kuwa adui wa nani? Wa Mungu. Sasa Ellen White anaelezea mwanamke Ufunuo 17 akiwalisha kanisa chafu, kanisa la kipapa la Roman Catholic. Pambano kwa anasema katika Ufunuo 17 Babeli inawakilishwa kama mwanamke. Mfano unaotumika katika Biblia kama ishara ya kanisa. Mwanamke safi huwakilisha kanisa safi, mwanamke mwovu huwakilisha kanisa lililoasi. Kwa kanisa chafu. Mamlaka ile iliyodumisha utawala wake wa kidikteta juu ya ufalme wa ulimwengu ule wa Kikristo kwa karne nyingi ni mamlaka ya Roma. Kwa mwanamke kahaba katika Ufunuo 17 anawakilisha dini iliyoasi, iliyokimbilia kuomba msaada kwa nguvu za kiserikali za ulimwengu huu kwa lengo la kuwatumia wao, yani serikali kuwasaidia mafundisho yake na kuwaua watu waaminifu wa Mungu wasiokubaliana na mafundisho yake. Hicho ndio tukio lililokuwa linatukia that time. Kwa mwanamke kahaba katika hatua hii anapoonekana katika Ufunuo 17 anawakilisha kanisa lililoasi, yani mfumo wa kanisa Katoliki, Roman Catholic system. Katika somo hili tutaangalia namna dini hii, yani dini hiyo ya Kikatoliki ilivyoshikamanisha yenyewe na mamlaka endelevu 7 za ulimwengu huu, tukianzia na Babeli ya Nebukadreza, kisha tutaishia katika upapa uliofufuka baada ya kupona kwa jeraha la mauti. Tuko sawa? Tumemalizana na mwanamke kahaba. Tunaenda neno la pili, uzinzi wake. Biblia inawasilisha uhusiano kati ya Mungu na kanisa lake kama uhusiano wa mtu mume na mtu mke. Katika Efeso 5 fungu la 25. Kwa sababu hiyo kanisa lapaswa kuwa mwaminifu kwa mume wake mmoja, yani kwa Kristo. Hata hivyo kanisa linapotafuta nje wapenzi wengine linaitwa kahaba. Ukahaba huwakilisha dini iliyochafuka inayojifungamanisha na wafalme wa dunia hii na kuwashawishi wafalme hao wakubaliane na ajenda zake. Kwa maana rahisi, ukahaba ni muungano haramu kati ya kanisa na serikali. Then Pambano kuwa anasema ilikuwa ni kwa njia ile ya kujitenga mbali na Bwana na kuungana na washenzi ndipo kanisa lile la Kiyahudi likageuka kuwa kahaba, na Roma ikajichafua yenyewe kwa namna hiyo hiyo kwa kutafuta msaada wa mamlaka ya serikali zile za kidunia. Anapata lawama hiyo hiyo. Kwa hiyo Roma akajichafua yenyewe. Kiingereza chake kilitumia neno zuri sana, anasema from within. Baragumu ya 3, from within. Akachafuka mwenyewe. Kitendo cha kuketi, maana yule mwanamke ameketi. Kitendo cha kuketi wakilisha nini? Kuketi. Rafiki. Wewe hapa Toru. Kuketi kuna wakilisha nini? Kuketi anasema kupumzika. Kinabii kuketi rafiki anasema ni kupumzika. Hapana, kuketi inamaanisha kutawala. Ufunuo 17 utuambia kwamba mwanamke huyu kahaba Babeli ameketi sehemu ngapi? Kwa wakati huu moja ameketi juu ya maji mengi. Ufunuo 17 fungu la 1.
2 ameketi juu ya mnyama mwekundu, Ufunuo 17 fungu la 3. 3 ameketi juu ya milima 7, Ufunuo 17 fungu la 9. Swali: je, aliwezaje kuketi sehemu zote 3 kwa wakati mmoja? Majibu tutayapata huko mbele. Lakini jambo la kuelewa ni kwamba kitendo cha kuketi huwakilisha kutawala. Mara baada ya Sulemani kuwekwa wakfu kuwa mfalme, alianza kutawala juu ya watu wake. Biblia inasema akaketi. Wafalme wa kwanza 1 fungu la 45-46. Kisha Sadok kuhani na Nathan nabii wakamtia mafuta huko Gihon ili awe mfalme. Nao wamepanda juu kutoka huko wakifurahi, hata mji ukavuma. Ndizo kelele mnazozisikia. Na tena Sulemani ameketi katika kiti cha enzi cha ufalme. Maana yake Sulemani ameanza kutawala. Biblia inatueleza tena mahali pengine, Zaburi 47 fungu la 8, Mungu awamiliki mataifa, Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Inamaanisha Mungu anatawala katika kiti chake kitakatifu. Zaburi 99 fungu la 1, Bwana ametamalaki, mataifa ametetemeka, ameketi juu ya makerubi, nchi inatikisika. Maana yake Mungu ameketi juu ya makerubi. Ufunuo sura ya 5. Ufunuo sura ya 4. Mathayo 23 fungu la 2, waandishi na wa Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Inamaanisha waandishi na Mafarisayo ndio waliokuwa wanatawala wakati huo. Tunaelewana hapo vizuri, watu wa Mungu? Kitendo cha kahaba kuketi huwakilisha kwamba kahaba anatawala si juu ya ufalme tu wa dunia hii, Ufunuo 17:18, lakini pia kila taifa, lugha na jamaa kupitia nguvu zao, Ufunuo 13 fungu la 7. Kwa kufikia hapo, maji katika Ufunuo yanawakilisha nini? Yale maji yanawakilisha nini? Maji yanawakilisha watu wengi, taifa, lugha na jamaa. Rahisi tu. Ufunuo 17:15, kisha akaniambia ile maji uliona aketipo yule mwanamke ni jamaa, makutano, mataifa na namna gani? Na lugha. Sasa tunarudi kwa rafiki pale, aliuliza swali. Kwa Biblia iliposema Ufunuo 17:1, kisha nikamuona mwanamke mmoja, kisha nikamuona kahaba ameketi. Inamaanisha kisha nikaona mfumo fulani wa kidini unaopata support ya kiserikali ukitawala. Unatawala juu ya nini? Moja, maji mengi. Unatawala juu ya mataifa, lugha na namna gani? Na jamaa. Tunaelewana vizuri hapo? Sasa katika Ufunuo 17, maji na mwili wa mwanamke mwekundu yanaweza kutumika kubadilishana. Maji haya si kuwa tu huwa matulivu, bali maji haya huwa na mawimbi. Na mawimbi katika Biblia huwakilisha vurugu na machafuko. Isaya 17 fungu la 12 hadi 13. Tumelisoma mara nyingi sana wakati wa baragumu. Kwa sisi tulisoma lote, mataifa wanaunguruma kama ngurumo ya maji, lakini atawakemea. Lakini kuna wakati fulani kwenye maisha, ule mto, hayo maji ambayo mwanamke anaketi, hayo maji yalikauka. Kukauka kwa maji katika unabii huwakilisha nini? Nadhani tutaishia hapa. Naona watu wanalala tu na akili zao zimechoka. Hata Daniel alivyofaliziwa kuna muda alichoka akalala. Malaika Gabriel akaondoka zake huyo, akaenda zake mbinguni. Hao nimekosea msubati? Niko sawa. Uchunguzi makini na ulinganifu katika Daniel 11, Ufunuo 12, Ufunuo 13 na Ufunuo 17 huonyesha kwamba maji ya angamizayo ambayo mwanamke anakaa yalikauka mara moja hapo zamani, wakati upapa ulipopata jeraha la mauti, yani mwaka 1798 chini ya Jemedari Bethia ya Ufaransa, na maji yatakauka tena mara ya moja hapo mbeleni wakati Kristo atakapokomesha kabisa kazi ya upapa. Karibu tuchambue kwa pamoja.
habari zenu. Kwa maneno rahisi ni kwamba huwezi kuelewa Ufunuo 17 kama hujui Ufunuo 12, Ufunuo 13 na Daniel sura ya 11. Huwezi. Mimi naashumu mnajua, maana nimewafundisha sana. Mtazamo wa Daniel 11. Kukauka kwa maji. 1. Daniel 11 fungu la 31 hadi 39 inamuelezea mfalme wa kaskazini akiwatesa watakatifu na kufanya mapenzi yake kwa siku 1260. Huyo mfalme wa kaskazini ni nani? Ni mfumo ule nilioambia, mfumo wenye majina 7. Ulikuwa mfumo wa Kikatoliki. Daniel akiutazama aliufananisha na mfalme wa kaskazini. Sasa tusome Daniel 11 fungu la 33. Daniel 11:33. Rafiki, hujafika? 11:33. Ndio. Na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Ndio. Hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Rumi alioa watu kwa kuwafunga kwa upanga, akawateka nyara wengine siku nyingi sana. Ndio ile, kuna ile picha maarufu iliyopigwa, iliyochorwa, haikupigwa, ilichorwa, kwamba ni mtu amekaa uwanjani, alafu amesimama mzee mmoja, alafu chini kuna watu wamepiga magoti. Wale waliosoma kitabu cha Vita Kuu cha Kiswahili au kitabu cha Pambano Kuu cha Kiswahili cha zamani, kuna hiyo picha imechorwa vizuri. Alafu kuna simba wanaonekana wakitoka kwenye mapango wakiwaendea wale watu. Alafu yule mtu wa Mungu alipokuwa anakufa akasema, mnatuua, damu ya Wakristo ni mbegu, kwa kadri mnavyotuua tunazidi kuongezeka wengi. Maneno yake yakawa maarufu, yakaandikwa dunia nzima, yakabaki yakidumu milele na milele, kwamba wakati walivyouawa ndivyo walivyozidi kuongezeka. Sasa ni wakati Daniel akiongelea hicho kitu. Hata hivyo, siku zikiisha, wakati wa mwisho, mfalme wa kusini anainuka dhidi yake na kumjeruhi. Daniel 11 fungu la 40a. Ndio, soma. Nasema, na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye. Asante sana. Mfalme wa kusini alimwakilisha nani? Ufaransa. Kwa Mfaransa akaenda akamshambulia mfalme wa kaskazini, upapa. Wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho ni mwaka gani? 1798. Kwa mwaka 1798 Ufaransa akaenda akamshambulia, ndio Daniel anamtema kama mfalme wa kusini. Akaenda akamshambulia, alivyomshambulia akamchukua akaenda naye utumwani. Alafu Daniel akasema, kisha mfalme wa kaskazini atapona jeraha lake na mauti, atainuka kama tufani kuu na kugarikisha ulimwengu. Ndio Daniel 11:40b inapofuata anasema, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika. Ashi hapo na kuendelea huko mbele. Kwa hiyo wakati wa mwisho Rumi atapata nguvu tena, atarudi kushambulia na atadominate kila kitu. Tunaelewana vizuri hapo? Huo ni mtazamo wa Daniel 11. Lakini katika kilele cha uwezo wake mfalme wa kaskazini, huyo mfalme wa kaskazini akishatawala, akifikia kilele cha juu kabisa cha mafanikio yake, mfalme wa kaskazini atafikia mwisho, atakosa msaada. Daniel 11 fungu la 45. Na inasema, ndio, naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na milima na mlima mtakatifu. Naam. Wa uzuri. Ndio. Lakini ataifikiria ajali yake, wala hakuna atakayemsaidia. Asante. Wakati ameweka hema yake na kujishamili sana, atafikia uharibifu na hakuna mtu atakaye
msaidia. Inamaanisha nini? Zile serikali zilizokuwa zikimsupport zinagundua tumedanganywa, zinakata msaada, anakufa. Kwa maneno mengine ni lugha ya kusema maji yaliyokuwa yanamsupport yule mfalme, yale maji yanakauka, anakosa support. Mtazamo wa Ufunuo 12. Katika mtazamo wa Ufunuo 12 inatupatia nini? Kukauka kwa mto. Ufunuo 12 fungu la 15 inatueleza kwamba joka lenye vichwa 7 yumkini lilikuwa lina vinywa 7. Lilitoa maji katika kinywa kimoja. Halikutoa maji katika vinywa 7. Lilitoa maji katika kinywa kimoja kwa siku au miaka 1260 kwa lengo la kumuua maji mwanamke. Hata hivyo, Ufunuo 12 fungu la 16 hutueleza kwamba maji yaangamizayo yalipokuwa katika hatua ya mafuriko, ardhi ilifungua kinywa chake na ikayakausha yote. Tunaelewa hiyo lugha vizuri? Tusome sasa. Ufunuo 12:15. Anasema, ndio. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto. Ishia. Nyoka akatoa katika kinywa, sio katika vinywa. Elewa hiyo lugha, sio vinywa, ila ni katika kinywa. Kwa ni moja kati ya vile vichwa 7. Kimoja ndio kilichotoa maji. Swali ni kichwa cha ngapi? Ni cha 5. Jua tu hivyo cha 5. Tutajua cha 5 lini? Wakati mwingine. Alafu sura fungu la 16, nchi ikapasua ikameza yale maji. Ufunuo 12 fungu la 15 hadi 16, ndipo lile joka likamwaga maji kama mto. Hii Biblia sasa imefasiri vizuri, Biblia neno. Hata Biblia habari njema iko mbaya, kuna fasiri ya Biblia Kiswahili tu neno. Ndipo lile joka likamwaga maji kama mto kutoka kinywani mwake, umoja mwanamke ya kinywani mwake, ili kumfikia huyo mwanamke akachukuliwe na namna gani? Na mafuriko. Fungu la 16 Swahili Union Version imeandika vizuri. Nchi ikamsaidia mwanamke na nchi ikafunua kinywa chake ikameza mto ule aliyoutoa yule joka katika, sio vinywa, katika kinywa chake. Ni kinywa hiki kimoja. Alafu kwa wakati fulani maji yakawa hayana uwezo ya kuangamiza. Kwa kuna muda yale maji baada ya ardhi kupasua pap, sikayameza pap. Kwa joka likakosa uwezo wa kumwangamiza yule mwanamke. Lakini joka kwa mara nyingine tena litamsaidia huyo mwanamke na atapata maji kutoka katika kinywa chake dhidi ya masalia wa uzao wake, yani masalia wa Yesu Kristo. Ndio Ufunuo 12 fungu la 17 anasema joka lile lenye vichwa 7 akamkasirikia yule namna gani? Akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake walio wazishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa. Zingatia maneno haya yanapotofautiana. Ufunuo 12 fungu la 15 anasema ndipo lile joka likamwaga maji kama mto kutoka kinywani mwake ili kumfikia huyo. Kwa primary purpose ya joka ilikuwa ni kumwangamiza mwanamke. Later on, mara ya mwisho joka anapopata nguvu tena kwenye kinywa chake, anapotoa maji pap yaangamizayo, alienda kufanya vita juu ya wazao wake waliofanyaje? Waliosalia. Kwa kuna wazao wa mwanamke ambao shetani hakuweza kuwashambulia, lakini ataenda kudili na wale waliosalia. Hiyo lugha tunaelewa vizuri. Kwa maji alitoa pap yakakauka, kuna wakati tena atatoa maji. Katika mtazamo wa Ufunuo 13, hicho kitu Biblia ikakirudia tena kwa namna hii.
Ufunuo 13 fungu la kwanza hadi la 10 inatuelezea inarudia kuelezea kwa upana zaidi matukio katika Ufunuo 12, lakini kwa ishara tofauti. Ufunuo 13 fungu la 7 inaeleza mnyama wa baharini ambaye aliwatesa watakatifu kwa muda wa miezi 42, kipindi kile sawa na miaka 1260, ambayo ni mafuriko yaliyojaribu kumzamisha mwanamke. Ufunuo 12:6, 14 na 15. Yaani yale mafuriko kile kipindi ndio Ufunuo 13 fungu la 7. Alafu mwisho wa kipindi hiki huyu mnyama kutoka baharini alipokea jeraha la mauti. Ufunuo 13 fungu la 10. Auaye kwa upanga atachukuliwa kwa upanga, atauawa kwa upanga. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Na mateso dhidi ya mwanamke yakakoma kwa namna gani? Kwa msimu. Toka apate jeraha la mauti mpaka leo mateso kama yamekoma. Lakini mbeleni ni muhimu kuelewa kwamba kichwa kimoja tu, ni muhimu kueleza kwamba msisitizo ni kwamba kichwa kimoja tu kati ya vichwa 7 ndio kilichopata jeraha la mauti. Ufunuo 13:3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Napenda hiyo lugha, kana kwamba. Hakikufa, ni kana kwamba. It seems. Na kinywa kimoja tu katika kinywa kimoja, na kinywa kimoja tu katika kichwa kimoja kilichotoa maji. Sasa nataka niliandika hayo maneno kumkalisha dot. Ufunuo 12 ni kichwa kimoja ndio kilichotoa maji. Alafu hicho kichwa, yale maji yaliyotoka ndio yalikauka. Ufunuo 13 ni kichwa kimoja ndio kilichotiwa jeraha la mauti. The same head, kichwa kimoja kile kile, lakini katika muktadha tofauti. Wakati jeraha la mauti litakapopona, vichwa vyote havitapona, bali ni kile tu kilichopata jeraha la nini? La mauti. Jeraha la mauti linapopona haviponi vyote. Kinapona kichwa kilichopata jeraha. Inamaanisha vile vichwa vingine vilikuwa vizima au vimekufa. Samo. Huwezi kujibu hilo swali mpaka uniambie maana ya vichwa ni nini. Kulingana na Warumi 13 fungu la 4, upanga ni utawala wa kiserikali. Baada ya kupona kwa jeraha la mauti mnyama wa baharini, maji ya mateso yanatiririka tena na ulimwengu wote utamstaajabia baada ya mnyama huyo. Ufunuo 13 fungu la 3, la 11 hadi la 18. Kwa maneno mengine, mataifa, lugha na jamaa kwa mara nyingine tena watamuunga mkono yule kahaba. Tuko sawa? Wanaenda kumsaidia. Then later on, ni muhimu sana kukumbuka kwamba wakati kichwa kinapokufa, mnyama anakuwa amekufa. Lakini wakati kichwa kiko hai, mnyama anakuwa hai. Kwa utarejea kusoma tena sura ya 13 vizuri. Huo muktadha wa Ufunuo 13 mmeuelewa? Ninyi wana darasa mmeelewa? Yes, unaelewa. Mafuriko ya wakati wa mwisho na kukauka kwake mwishoni mwa wakati wa taabu. Wakati wa mwisho kabisa kutatokea mafuriko, na hayo mafuriko Yesu atayakomesha. Mara baada ya kupona kwa jeraha la mauti, Ufunuo 17 hueleza kwamba wakati ambapo mto Frati wa ufananisho unatiririka tena, na kwa sababu kahaba anaweza tena kufanya uasherati wafalme wa dunia kwa sababu watamkopesha nguvu zake kwa upanga. Ufunuo 16 fungu la 12 inatupa uelezo wa matukio yaliyotukia miaka 1260. Kwa maneno mengine, kichwa cha 7 na cha mwisho kitapokea jeraha dhahiri na la mwisho la mauti, sawa lilivyoandikwa katika Ufunuo 16 fungu la 12. Ufunuo 17 inaeleza kwamba wafalme ambao yule kahaba alitawala watamchukia na kumfanya kuwa uchi, watakula nyama yake na kumteketeza kwa moto. Ufunuo 17 fungu la 16. Nasema, ndio. Na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, ndio, hao watamchukia yule kahaba, nao watamfanya kuwa mkiwa na uchi. Watamla nyama yake
watamteketeza kabisa kwa moto. Asante sana. Kwa hiyo wale wafalme 10 waliomsupport yule mwanamke kahaba, inafikia wakati wa mwishoni kabisa wanamchukia tena yule nani? Kahaba. Kwa tulikupenda sasa na sasa tunakuchukia. Tuone mambo machache. Kwa muhtasari ni haya yafuatayo. Gharika au mafuriko ni upapa ulitawala kwa kipindi cha miaka 1260, miezi 42, miaka hiyo. Maji yalipokauka, upapa ulipoteza nguvu iliyokuwa ikiungwa mkono na serikali, ikafa. Alafu mafuriko tena ni kile kidonda cha kupona kwa lile jeraha la mauti, upapa ukapona, ikaungwa mkono na upapa anayepona anaungwa mkono na serikali, serikali itakayomuunga mkono ni serikali ya Marekani. Alafu maji yakikauka, upapa utapoteza tena nguvu na uungwaji mkono wake ulimwenguni kote katika pigo lile la 6 ambapo mto Frati utakauka. Alafu yule mfalme ajaye kutoka mawio ya juu, Yesu Kristo, atakuja tena mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nimeongea sana. Tumejifunza mambo matatu tu. Kahaba, kitendo cha kuketi, maji aliyatoa na kukauka kwa hayo maji katika nyakati zote na muktadha wote, mambo makubwa 4. Kuna swali? Swali la rafiki alijibiwa leo. Sijui mnyama na nini, hatujibu. Mpaka tuelewe doti ndogo ndogo. Tukija kucompile puzzle pap tunaelewa. Sasa tunamalizia kwa kipengele hiki. Jina la kahaba. Kahaba ana jina. Jina la yule kahaba ni Babel. Na ndiye mama wa makahaba. Hakuna sijaiona mama ambaye hana mtoto. Mama wote duniani wana mtoto. Asipokuwa hana mtoto hawezi kuitwa mama. Ikiwa kahaba ni mama wa makahaba, basi ni lazima awe na mabinti zake ambao walizaliwa kutoka kwake wakati fulani. Ufunuo pia inatueleza mabinti hao kama nabii wa uongo au mnyama mwenye pembe 2 mfano wa mwanakondoo. Hiyo lugha tunaelewa. Unabii rahisi huo sana. Mike, unaweza kukuta unasema unabii rahisi la kwako. Mike njoo. Rafiki njoo. Huyu jamaa amelala. Sisi tumwamshe. Sawa, mwamshe. Wewe, unalalaje bana? Kulala ni dhambi. Ngoja nikupe fungu. Wapendao usingizi atapata umaskini wa kumtosha. Kwa utapata umaskini wa maarifa wa kukutosha. Sina wengine huko melala, una mudu ndio maana nimefanyia hivi rafiki yangu. Mike ni mnyama aliyeibuka kutoka majini. Aliyeibuka kutoka majini. Rafiki ni mnyama aliyeibuka kutoka nchi kavu. Aliyeibuka kutoka nchi kavu. Mike ana sifa zifuatavyo. Ana vichwa 7. Ana vichwa vingapi? Ana pembe 10. Ana pembe. Mwili wake ni mwili wa chui. Kinywa chake ni kinywa cha simba. Kinywa cha. Miguu yake ni miguu ya dubu. Miguu ya nini? Ya dubu. Hizi sifa zote zilizotajwa ni sifa za wanyama wa Daniel sura ya ngapi? Ya 7. Daniel sura ya. Kwa nini Yohana aliona mnyama huyu ameunganika hivyo? Yaani ana miguu ya dubu, mwili wa chui, kichwa cha simba. Kwa nini aliona hivyo? Alafu ana sifa za mnyama wa 4. Pembe 10, vichwa 7. Kwa nini Yohana aliona hivyo? Jibu ni Daniel 7 fungu la 12. Fungua hapo kwenye Biblia yako tusome. Daniel 7 fungu la 12, Biblia inasema hivi: na kwa habari za wale wanyama wengine walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na nyakati. Tunaelewana vizuri?
kwamba Babel, simba, ilipoteza mamlaka, lakini maisha yake, tabia zake zilidumu. Tuko sawa? Uamedi na Uajemi ulipoteza mamlaka, ila tabia yake kwamba sheria yetu haibadiliki kamwe, ilifanyaje? Ilidumu. Ndio tabia ya Rumi. Rumi habadiliki kamwe. Alafu Uyunani, watu wa maarifa, intellectuals, people of thinking, kila kitu kwa na reason. Kumuuliza imani ni kuamini mambo yasiyoonekana, kwamba haiwezekani mpaka yaonekane ndio tuyaamini. Yasiyoonekana ni mambo ya kufikirika. Au ni Wagiriki waliotuletea mfumo wa elimu, Wagiriki. Ila tabia zao za kiburi na majivuno ya kujivunia elimu yalibaki hapa. Ndio wasomi wakubwa dunia hii ni Wakatoliki. Habari zenu. Hata wasomi wakubwa wa nchi hii ni watu gani? Wakatoliki. Wanaomiliki system za elimu zinazotoa elimu bora hii nchi sio Sabato ngo, ni Wakatoliki. Ukitaka ujue TASI ilishaikuwa shule ya mwisho kitaifa. Kuna mwaka TASI ilikuwa ya mwisho kitaifa, ila hakuna mwaka shule ya Katoliki yoyote ilishaikuwa ya mwisho kitaifa. Tabia ya Kigiriki. Tuko sawa? Lakini zile tabia zote anazo. Alafu huyu mnyama akapoteza hiyo nguvu yake sasa aliyokuwa nayo, yote ikapotea. Na hii nguvu aliyempa ni nani? Joka. Ufunuo 13 fungu la 2. Joka akampatia nguvu zake, uwezo wake na kiti chake cha enzi. Kwa akampa vitu vitatu. Na joka ni nani? Unarudi Ufunuo sura ya 12 sasa. Unajifunza habari za joka. Unagundua joka ni shetani. Shetani duniani alimtumia nani? Alitumia wakala wake. Wakala wake ni nani? Ni Rumi ya kipagani. Kwa Rumi ya kipagani ikampa Rumi ya kidini. Uwezo wake, nguvu zake na kiti chake cha enzi. Hiyo ndio sababu Ukatoliki una upagani mwingi. Na taasisi zote zilizoanzishwa na Ukatoliki zina upagani. Mfano, Uislamu, Ubudha, Uhindu, Ushinto zilianzishwa na wao, zina upagani. Sasa tukitoka hapo, mnyama alipopoteza hicho kitu chote, anaibuka mnyama mwingine kutoka nchi, kwenye nchi. Huyo mnyama ni wa ajabu. Muonekano wake ni wa kondoo, lakini kichwa chake ni cha joka. Habari zenu. Yule mnyama alikuwa anaonekana kama kondoo, lakini kichwa chake kilikuwa cha joka. Ellen White anaelezea vizuri sana, akielezea kama kile kichwa kilikuwa cha joka, alafu kinywa chake kikanena makufuru. Sasa huyu mnyama ndio Marekani. Marekani anavyoibuka, anakuja na kitu kinachoitwa uhuru wa dini. Uhuru wa dini. Kwa kule ndio zikaanza vuguvugu la Waprotestanti. Dini nyingi za Kiprotestanti zikaanzia kutokea kule, wakajiorganize kule. Hata kanisa la Sabato unaona likaanzia kutokea kule, likaanza kuhubiri kule. Wa Methodist walikuwa kule wengi, wa Baptist, wa Presbyterians, wa Methodist walikuwa wengi sana kule zamani hizo. Wakaanza kuhubiri injili, wakimhubiri Yesu wa wapi? Wa mbinguni. Sasa ile tabia yake ya kuhubiri injili inakoma na kumtegemeza Mungu inakoma. Wanarudi na kumsaidia huyu mwanamke. Tunaelewana vizuri? Kwa anayemsaidia ndio anaitwa binti. Ndipo hapa nikaandika nabii wa uongo ambao ndio Protestanti ulioasi. Alafu ana pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Turudi tukae. Wameelewa hawa rafiki? Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina la asili limeandikwa Babeli mkuu, mama makahaba na machukizo ya nchi. Na yeye ndio mama makahaba. Kuna maneno kwenye mabampa ya kanisa ya Kikatoliki makubwa yamepigwa hii picha, I think picha hivi imeandikwa pale Bugando. Lile kanisa kubwa la Bugando pale, kuna sehemu kuna bampa limeandikwa Sacros Laterans, hiyo maneno ya Kilatini. I'm not good in Latin. Lakini kwa Kiingereza anasema the Sacred Lateran, mother and the head of all churches of city and the world. Kwa Kiswahili ni mtakatifu Laterani, mama na mkuu wa makanisa yote ya mji na nini? Na ulimwengu.
Kwa Wakatoliki wao wanajua kabisa sisi ni mama wa makanisa yote. Makanisa yote yaliyobaki ni watoto wetu. Tunaelewana hapo? Sasa tuone, je, ni kweli Wakatoliki walisema hivi? Kuna hii ni website inaitwa Catholic Culture, website za Wakatoliki. Kwa wale wenye picha, simu za kisasa, ukipiga picha ukagoogle pap, ukaingia hii na kupeleka kwenye website yenyewe. Kuna haya maneno mengi yameandikwa hapo, lakini ninataka tusome haya machache. Nitayazoom hapa. Wengine wanaona jinsi ilivyokuwa vigumu na shauku juu ya jengo la kanisa, lakini kanisa hili ni la pekee. Askofu wa kanisa kuu la Roma kama kanisa la Papa ni ishara wazi ya umoja wa Kikatoliki. Na unaweza kusoma jina hili la kifahari lililoandika kwenye kuta zake. Mama na mkuu wa makanisa yote ya jiji na nini? Na dunia. Tuko sawa? Na wanaamini wa Protestanti ni watoto na uprotestanti ulishakwisha. Hivi mna hiyo habari duniani? Kwamba uprotestanti ulishaisha? Au hamna habari? Kuna hawa watu wamoja tu wanaosumbua hii dunia, ni kundi moja tu. Ndipo jamaa mmoja alisema kuna kundi moja dogo, marehemu Francis, kundi moja dogo linalotusumbua. Alafu akaishia hivyo. Sasa uprotestanti unaonekana kama ulikwishaisha. Pambano kwa nasema Babeli inasema kuwa mama makahaba, kwa mabinti zake lazima kufananisha na makanisa yaliyoshikamana na mafundisho na mapokeo yake, ya kufuata mfano wake wa kukana ukweli na kibali cha Mungu ili kuunda muungano usio halali na ulimwengu. Makanisa ya Kiprotestanti ambayo yalizaliwa kutoka kwa Ukatoliki wa Kirumi katika karne ya 16 yalishindwa kuvunja kabisa uhusiano wao na mama yao kahaba. Badala ya kukamilisha matengenezo ya kanisa, walianguka katika uasi wa imani kwa kuungana pamoja na mama yao, wakifundisha mengine mafundisho ya uongo ya mama yao, kama vile utakatifu wa Jumapili, kutokufa kwa roho na kuzimu kunako waka milele. Na Wakatoliki wanathibitisha kwamba uprotestanti ulishaisha. The Catholic Culture, Oktoba 18 mwaka 2024, Peter Wolfgang akaandika yafuatayo. Tunasoma ile paragraph ya mwisho na ikuza. Matengenezo yamekwisha, njooni wapi? Nyumbani. Matengenezo yalikamilika miaka 25 iliyopita wakati kanisa Katoliki na shirikisho la Kiluteri ulimwenguni lilitia saini tamko la pamoja la mafundisho ya kuhesabiwa haki mwaka 1999. Wakati wa Luteri walipotia sahihi na Papa John Paul wa pili kwamba sisi tunakubaliana na Wakatoliki na Uprotestanti umeisha, kwa tunakubaliana na nyinyi katika fundisho la haki kwa imani. Alafu Baraza la Methodist ulimwenguni, Baraza la Ushauri wa Anglican na Jumuiya ya Ulimwengu wa Makanisa ya Matengenezo yote yalithibitisha azimio la pamoja mnamo mwaka 2017. Hivyo ndo Wakatoliki wanavyojua Uprotestanti uliisha, mwisho kabisa ni mwaka 2010 ngapi? 17. Hii ndio inatutia moyo. Testimony for the Churches, gombo la kwanza, ukurasa 223, paragraph ya 3, Biblia inaposema jina wa Adventista wa Sabato ni kemeo kwa ulimwengu wa Kiprotestanti. The name Seventh-day Adventist is a standing rebuke to a Protestant world. Hapa kuna mstari wa tofauti kati ya waabudu wa Mungu na wale wa mwabudu mnyama na kupokea alama yake. Miongoni mwa kauli ambayo Wasabato masalia wao wanatamani ifutike kwenye rekodi ni hii. Wakiongea ukiwasikiliza vizuri, wasikilize arguments zao, nyingine wani za kweli. Kwa mfano anakuambia kanisani watu wanacheza muziki, unaambia sawa. Kwani kuna shida? Si lazima unabii utimie pia kanisani. Kanisa hili ni Laodikia, lazima liwe lina vuguvugu. Kuna muda wanacheza, wakienda kurekodi wanacheza, wakija kanisani wanacheza, ila wakienda kuimba kwenye mahubiri ya satellite wanasimama, wanaimba kama wameganda. Wanafumua na nywele zao, wanachana vizuri. Au mmeambia kuona hicho kitu?
Fuatilia mahubiri yote ya Setrite, sijui yale, sijui nyumbani kwa jamii zake, sijui ufunuo wa matumaini kwa jamii zake. Fuatilia zile kwa zilivyo kwa zinaimba. Alafu kaangalie na CD zao zilivyo. Alafu kaangalie na kanisani walivyo. Ni watu wawili tofauti. Kwa ni hali ya kanisa. Lakini neno jina tu wa Adventista wa Sabato ni namna gani? Kemeo. Kwa ulimwengu gani? Sio wa Kikatoliki. Ni ulimwengu wa Kiprotestant. Kwa ndio kahaba yuko hapo amekaa na mabinti zake wakiwa wana uhusiano. Kwa kuna uhusiano karibu sana kati ya mama na binti zake. Ndipo hapo ambapo Sprounden and Magan correction. Nukuu yetu ya mwisho leo. Sprounden and Magan correction 1.4 inasema, hiki ni kitabu kimeandikwa na Ellen White. Inasema, nikaona kwamba mnyama huyo mwenye pembe mbili alikuwa na kinywa cha nani? Cha joka. Kwa yule kondoo wa Ufunuo 13 alikuwa na kinywa cha joka. Na kwamba nguvu zake zilikuwa kichwani mwake. Na kwamba amri hiyo ingetoka katika kinywa chake. Kisha nikamuona mama wa makahaba, kwamba mama hakuwa binti lakini wa pekee, yani separate na watofauti, distinct. Ellen White anasema mama hakuwa binti, ila mama alikuwa separate and distinct. Amekuwa, yani huyu mama amekuwa na siku yake na zimepita. Hiyo ni kipindi cha miaka 1260. Na binti zake madhehebu ya Kiprotestant walikuwa wafuata kuja jukwaani na kuonyesha nia ile ile, ufanano wa Ufunuo 17 fungu la 17 ambayo mama alikuwa nayo wakati alipowatesa watakatifu mwaka 1260. Hiyo kauli sijui mnaelewa vizuri kwamba binti ana nia ile ile ya mama ya kuwatesa watakatifu. Tuko pamoja? Binti ana nia ovu. Niliona jinsi mama anavyozidi kupungua nguvu. Kwa kadri mama alivyozidi kupungua nguvu, mabinti wamekuwa wakiongezeka. Kutoka mwaka 1798 Roman Catholic ilikuwa inaenda inapungua nguvu na ushawishi kwa serikali. Alafu wa Protestanti wao ndio wamezidi kupanda na kuongezeka nguvu. Tunaelewana vizuri? Kwa mfano hapa nchini matamko gani ya kidini wao yanasikilizwa sana? Matamko haya. Dini inayowakilisha Waislamu, alafu wa Katoliki ambao mara nyingi wanapuziwa, alafu na wa Protestanti kupitia wa Luteri wanasikilizwa sana. Ndio utaona kuna mambo yakitokea unaona pap kiongozi wa nchi, rais usiji pap anawatembelea wa Katoliki, pap anawatembelea wa Protestanti, pap anawatembelea Waislamu kujaribu kuweka mambo harmony. Ile ni political harmonization ya kuweka mambo yawe sawa. Niliona jinsi mama alivyozidi kupungua nguvu, mabinti zake walikuwa wakiongezeka, na muda si mrefu watatumia nguvu mara moja iliyotumiwa na nani? Na mama. Ellen White akaendelea kusema paragraph 5. Ini kwa Kiswahili anasema niliona kanisa la jina. Napenda Kiingereza kinasema I saw the nominal church and the nominal Adventists like Judas. Naliona kanisa la jina na Waadventista wa jina tu kama Yuda. Walifanya nini? Wangetusaliti kwa Wakatoliki ili kupata ushawishi wao kwa kupinga ukweli. Watakatifu basi watakuwa watu wasiojulikana sana na Wakatoliki, lakini makanisa ya Waadventista wa jina. Zingatia hili neno, lakini makanisa na Waadventista wa jina ambao wanajua imani na desturi zetu, kwa maana walituchukia kwa sababu ya Sabato, kwa kuwa hawakuweza kuikanusha.
watawasaliti watakatifu na kuwaripoti kwa Wakatoliki kuwa ni wale wanaopuuza taasisi za watu, yani wanaitunza Sabato na kuidharau Jumapili. Kwa wanaotisha ni Wakatoliki au Wasabato wenzetu. Wasabato wenzetu wanatisha sana na Protestant. Kisha baada hilo jambo kutokea, kisha Wakatoliki wakawaamuru wa Protestanti wasonge mbele na kutoa amri kwamba wote ambao hawatashika siku ya kwanza ya juma badala ya siku ya 7 watauawa. Na Wakatoliki ambao idadi yao ni kubwa watasimama karibu na Waprotestanti. Wakatoliki watatoa uwezo wao kwa sanamu ya mnyama, na Waprotestanti watafanya kazi kama ya mama yao aliyoifanya mbele yao, kuwaangamiza watakatifu miaka 1200 na ngapi? Na 60. Kwa ukifuatilia vizuri, Mkatoliki yule kwa nyuma tu hapa hivi. Alafu kuna mtu hapa anapush. Sasa ukitaka kuelewa hili vizuri, utaenda kujifunza vizuri kisa cha Yezebel, Elia na manabii wa Baali na Ashera. Alafu ukalinganisha kisa cha Yohana Mbatizaji, Herode, Herodia na binti Salome. Utaona ulinganifu jinsi ulivyo is exactly the same. Ellen White alichokuwa anakisema. Bible Commentary gombo la 7 anasema katika sura ya 17 ya kitabu cha Ufunuo imetabiriwa kuangamizwa kwa makanisa yote yanayojiharibu kwa ibada ya sanamu, kwa huduma ya upapa, wale ambao wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Ufunuo 17 fungu la 1 hadi la 4 inanukuliwa. Ndipo anamaliza kusema hivyo ndivyo anavyowakilishwa mamlaka ya upapa, ambaye kwa madanganyo yote ya udhalimu na kwa mvuto wa nje na maonyesho ya fahari huwadanganya mataifa yote. Sasa nikaonyesha mambo machache kwamba kuna mvuto wa nje, maonyesho ya fahari huwadanganya mataifa yote, kuwaahidi kama alivyofanya shetani kwa wazazi wetu wa kwanza, mema yote kwa wale waliopokea alama yake na madhara yote kwa wale wanaopinga makosa yetu. Nguvu ambayo ina uharibifu wa ndani kabisa itafanya onyesho kuu zaidi na itajivika ishara na mamlaka zilizo wazi zaidi. Biblia inatangaza kwa uwazi kwamba jambo hili linafunika uovu uliopotoka na wenye kudanganya. Katika paji la uso wake kulikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa nchi na machukizo ya nchi. Kwa nikaweka vitu vichache hapo mbele. Jinsi ambavyo huyu mnyama alifanya, nataka nikuonyeshe ushawishi wake aliyokuwa ameutumia kidogo. Sidhani kama niliandika hapa. Ni hapa. Anawashawishi watu kwa kutumia Jesuit theater. Ngoja niwape mfano. Unajua movie zote zinazoigizwa za kidini, yule priest ni Mkatoliki. Na makanisa yanayotumika ni ya Kikatoliki. Hayatumiki ya Kiprotestanti. Mna habari hiyo? Movie zote za Hollywood zikihusisha tu mambo ya kidini lazima liwe kanisa la Kikatoliki, kwa sababu is Jesuit theater. Sehemu ya kudanganyia watu, sehemu ya kuhadaa watu. Mastermind Hollywood. Habari gani juu ya mpira? The Catholic visionary who found World Cup. Kombe la dunia lilianzishwa na Wakatoliki kwa lengo la kuwaweka watu pamoja. Lengo lake anasema ni kuleta amani ya dunia, watu waache kugombana. Amani haipatikani kwa mpira. Amani inapatikana kwa kumjua Mungu wa mbinguni. Na Wakatoliki ni watata. Baada ya mahubiri mengi kutoka hii page wameifuta. Sasa ukitafuta mtandaoni uipate. Kwa nimekuwekea hapa alternative. Ile page yenyewe ya Catholic site imefutwa. Hiyo page haipo. Ila hiyo ni namna ambavyo upapa unahadaa watu. Kwa leo tunaishia hapo. Next time tukija tutaona mavazi ya kahaba. Kwa nini huyu kahaba ana mavazi ya zambarau na nyekundu lakini hana blue?
Na kamwe katika mavazi yake yote huwezi kukuta kiongozi yoyote wa dini ya Kikatoliki duniani amevaa vazi la namna gani? La blue. Vivyo hivyo, wafuatilie vizuri wa Luteri, wana mavazi ya blue. Wafuatilie vizuri wa Anglikana, wana mavazi ya blue. Wafuatilie vizuri wa Methodist, wana mavazi ya blue. Kwa nini hawavai mavazi ya blue? Ni kwa sababu blue inawakilisha amri za Mungu. Na sisi tumeamua kuikanyaga amri ya Mungu. Sasa kwa nini tuivae? Tunataka ufahari ambao unatangazwa na zambarau, na damu ya Yesu inatangazwa na nyekundu. Tunamtaka Yesu ila hatutaki tabia zake. Na Wasabato wengi leo hawaipendi blue. Taki kabisa. Hawaitaki amri ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo Bwana awabariki. Amina. Kuna mwenye swali? Kwa hapo tuliposoma. Usiulize maswali yale rafiki pale. Yale ni ya mbele. Yule rafiki aliuliza swali mbele sana. Kwa muona mdogo kutoka tulivyoanza hatujamgusa mnyama. Tumegusa tu mwanamke kahaba. Lakini kumbuka fuatayo. Mwanamke huyu ajabu ameketi juu ya maji, ameketi juu ya mnyama, na ameketi juu ya vichwa. It means anatawala maji, anatawala mnyama, anatawala na vile vichwa 7. Tuko sawa? Tuko? Na katika vile vichwa ndio kuna pembe 10. Na pembe haiwezi kuishi bila kichwa. Na kichwa hakiwezi kuishi bila mnyama. Na mnyama hawezi kuishi bila maji. Na maji yakikauka, kahaba hawezi kuishi, maana mnyama wake atakufa. Kila kitu kinakufa na yeye anakufa. Cycle of life. Hey, Jafe, tumemaliza rafiki. Tusimame tuombe. Tusimameni tuombe. Mwalimu njoo tuimbe. Wimbo namba 173. Wimbo nambari 173. Hatujui saa ya kuja kwa Bwana. Tuimbe. Hatujui saa ya kuja kwa Bwana, lakini dalili zasema karibu atakaporudi, lakini kwa kweli hatujui saa atakuja, kwa vile tukeshe. Atakuja Mwokozi, haleluya. Atakuja kwa fahari ya Baba yake, hatujui saa. Pana nuru kwao wapendao haki, pana kweli katika chuo cha Mungu. Unabii hufundisha kuja kwake, hatujui saa.
atakuja kwa vile tukeshe, atakuja Mwokozi, haleluya, atakuja kwa fahari ya Baba yake, hatujui saa, tutakeshana, tutaomba daima, tutafanya kazi mpaka akija, tutaimbana, tutasoma ishara, hatujui saa, atakuja kwa vile tukeshe, atakuja Mwokozi, haleluya, atakuja kwa fahari ya Baba yake, hatujui saa. Baba yetu mwema, Mungu ishie juu mbinguni, ni kweli hatujui saa, lakini kuna kweli katika chuo cha Mungu. Na unabii uliweka wazi iwe faida yetu sisi na watoto wetu hata ujapo mara ya pili. Na kazi ni moja tu, ni kulihubiri neno na kuwa tayari kwa mafundisho yote na kwa uvumilivu. Tusaidie tukayaelewe yale tunayojifunza, tukajifunze na watu wengine, tukajue usote habari hizi za mbinguni. Imani yangu ni kwamba hakuna kitu kwenye Biblia kilichoandikwa kujaza nafasi, ila vyote viliandikwa kwa faida yetu sisi na watoto wetu. Changamoto ni uvivu wetu wa kusoma, kutafakari na kujifunza. Na wapo wengi wanaotamani kujifunza na kujua, lakini watajuaje wasipofundishwa? Na wapo wengi ambao wanaweza wakufundisha, lakini watafundisha wapi wasipopata nafasi? Ninachokusii na kukuomba Baba mbinguni, inua karama zetu sote zikatumike kwa kuifanya kazi yako. Wale wa kuimba wakaimbe kwa utukufu wako, wakufundisha wakafundishe kwa utukufu wako, wakuhubiri wakahubiri sana, na sote tukaifanye kazi ya Injili, kila mmoja kwa karama yake. Bariki programs zinazoendelea tunapomaliza kabisa programu ya maombi inayofuata, na bariki programu za uchaguzi zinazokuwa zikianza, tukapate viongozi watakao tusaidia kanisa kwa mafundisho na kwa umoja wa kanisa, ili kazi yako iende mbele, kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Kwa hiyo sasa mzee wa kanisa hayupo, shemasi mkuu hayupo, basi mtu wa huduma nipo.